Katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Wagadugu, hali ya tahadhari imeongezeka. Tarehe 23 Mei mwaka 2025, Waziri wa Usalama Bwana Mahamadou Sana alitoa taarifa ya kushangaza kwa taifa na dunia nzima. Katika ukumbi wa kikosi cha usalama wa Republican CRS, alitangaza kukamatwa kwa malori matatu yaliyobeba zaidi ya pikipiki 900 aina ya Aloba na zaidi ya bajaji tricycles 160. Malori hayo yalinaswa tangu tarehe 7 Aprili mwaka 2025 yakiwa safarini kuelekea mji wa Kohogo nchini Cote d'Ivoire. Kitu kilichowashangaza wengi ni kwamba hakuna mtu hata mmoja aliyefika mbele ya vyombo vya sheria kudai mali hiyo. Swali lililoibuka ni kwa nini mtu asidai pikipiki 900 na bajaji 160? Jibu linaweza kuwa la kutisha kuliko tunavyodhani. Kwa mjibu wa uchunguzi wa awali uliofanywa na Wizara ya Usalama, vifaa hivyo vilikuwa vikielekezwa maeneo yenye hatari na vilikuwa sehemu ya mtandao wa kufadhili ugaidi Afrika Magharibi. Kimsingi, pikipiki hizo zingetumika kama njia ya usafiri kwa makundi ya kigaidi kwenye maeneo ya msituni, vikundi ambavyo ni vigumu kufika kwa magari ya kawaida. Katika hatua ya kuonyesha msimamo mkali, Waziri Sana amesema kwa ukali, yeyote atakayehusika moja kwa moja au kwa njia nyingine ya kufadhili ugaidi atachukuliwa hatua kali za kisheria. Jana tulielimisha, leo tutakomesha. Kauli hiyo ilitafsiriwa kama onyo kwa wafanyabiashara, viongozi wa kijamii na hata mataifa jirani yanayoshukiwa kufumbia macho mitandao ya ufadhili wa ugaidi. Hatua hiyo ya serikali haikuishia kwenye kukamata tu. Waziri Sana alitangaza kuwa pikipiki na bajaji zote zilizokamatwa zitakabidhiwa kwa vikosi vya ulinzi na usalama vilivyoko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugaidi. Hii ni mikakati ya kubadilisha vitisho kuwa fursa za kuimarisha ulinzi wa taifa. Kwa mjibu wa wachambuzi wa usalama, aina ya pikipiki zilizokamatwa za Aloba zinajulikana kwa uwezo wake wa kustahimili mazingira magumu, barabara mbovu na matumizi ya kasi katika maeneo ya mashambani. Hivyo uwepo wake katika miji ya mipakani ulihusishwa moja kwa moja na shughuli za waasi au magaidi. Waziri Sana pia alisisitiza kuwa hatua hii ni ushahidi wa jinsi ambavyo vikosi vya ujasusi vya Burkina Faso vimeboresha uwezo wao wa kufuatilia na kuzuia mitandao ya kigaidi kabla haijaleta madhara makubwa. Alizishukuru timu zilizoshiriki katika operesheni hiyo kubwa, akisema kuwa uweledi na wepesi wao ndiyo sababu ya mafanikio hayo. Burkina Faso, tangu utawala wa kijeshi uingie madarakani, kumekuwa na mfululizo wa mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwenye vikundi vyenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda, wakishinikiza kuondoka madarakani kwa kamanda na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Kwa watu wa kawaida, swali la msingi linabaki ni kwa namna gani biashara halali inageuzwa kuwa silaha ya ugaidi. Kwa wachambuzi wa uchumi wa kivita, hili ni somo muhimu kuwa ugaidi hauhitaji bunduki peke yake, huhitaji pia mafuta, usafiri, chakula na mawasiliano. Pikipiki ni sehemu ya miundombinu hiyo ya kishetani. Waziri alimaliza kwa kutoa wito kwa wananchi kushiriki kikamilifu katika kutoa taarifa za kihalifu. Alisisitiza kuwa mapambano haya si ya serikali peke yake, bali ya wananchi wote. Alisema, hatutashinda vita hii bila ushirikiano wa kila raia wa Burkina Faso.
Adui yuko ndani pamoja na nje. Tunahitaji kuwa macho. Katika mitandao ya kijamii, tukio hili lilizua mijadala mikubwa. Wengine walishangilia hatua ya serikali kama ishara ya ujasiri, ili hali wengine walitahadharisha kuwa mtandao wa ugaidi ni mkubwa zaidi na unaweza kuwa na wafuasi hata ndani ya serikali au taasisi binafsi. Katika siku za usoni, dunia itatazama kama Burkina Faso itadumisha kasi hii ya kukata njia zote za ufadhili wa ugaidi. Je, vita dhidi ya pikipiki 900 ni mwanzo tu? Je, kuna makontena ya silaha au fedha yanayovuka mipaka bila kugundulika? Kwa sasa tukio hili limekuwa mfano halisi jinsi serikali ya Captain Ibrahim Traore ilivyojipanga kuilinda nchi yake, sio tu kwa bunduki na askari, bali pia kwa udhibiti wa kiuchumi dhidi ya wahalifu wanaojificha nyuma ya biashara halali. Hili ni somo kwa Afrika nzima kuwa vita dhidi ya ugaidi si ya risasi pekee, ni vita ya kiakili, uchumi, taarifa ya utayari wa kitaifa, na Burkina Faso inaonekana kuwa tayari kulitetea taifa lake kwa kila hali. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania kwa habari nyinginezo nyingi za kisiasa, kiuchumi na hata habari za kimichezo.